tarehe 4 mwezi wa 7 2026. Naweza nikasema mkutano kama huu katika ofisi yetu, makao makuu yetu ya chama cha wananchi CUF, ni mara ya kwanza tokea uongozi mpya uanze kuchukua hatamu. Mwenyekiti wetu ni Rambo Kamili, baada ya kuondoka Mheshimiwa Profesa Lipumba, yeye ndio amekamata nafasi hii. Kama ajenda inavyozungumza, kwa sababu tuna ajenda moja kuu, ingawa itakuwa na sehemu 2 au 3. Hali ya kisiasa ndani ya chama cha wananchi CUF na hali ya kisiasa nje ya chama. Waheshimiwa waandishi, pamoja na yote nawashukuru kuitikia wito kuja kutusikiliza kile ambacho kuwa tuko nacho. Kama mnavyofahamu, chama cha wananchi CUF kimepitia sehemu mbalimbali au matukio mbalimbali tokea kilipoanzishwa mpaka leo hii tunavyoendelea kukijenga chama hiki. Sina haja ya kuelezea matukio ambayo kwa yametokea kwa muda mrefu tulipotokea, lakini ni wajibu wetu kuelezea hapa tulipo. Tulipo ni kwamba uongozi ambao kuwa umechukua hatamu kwa mujibu wa sheria ulianza, nafikiri kama sikosei, mwezi wa Ramadhani, mwezi 15 au 16, ambao kwa sasa hivi ni kama miezi 4. Kwa hiyo kubwa ambalo kuwa lipo ndani ya chama chetu ni ukarabati wa chama kutokana na misukosuko ambayo kuwa imekikumba chama chetu. Tumejifunza sana kutokana na aliyotokea. Kwa hiyo jambo ambalo kuwa ni muhimu kulizungumza kwa sasa hivi ni ujumbe ambao kwa tutaufikisha kwa wanachama wetu, lakini ni ujumbe ambao kwa tutaufikisha kwa taifa, ili wajue chama chetu tunatoka vipi hapa ambapo kuwa tupo. Kama ambavyo kuwa mlisikia juzi, kuna baadhi ya wanachama walitoka na wakasema wanapisha uongozi uliopofanya kazi, kwa sababu wengine wana mashaka na uongozi huo. Lakini ninachotaka niwaambie wanachama wa chama cha wananchi CUF, wananchi kwa jumla, na nyinyi waandishi, kweli tumerithi chama kikiwa ni chama kama chama tu, lakini kawaida nguvu za chama ni wananchi, lakini wanavitendea kazi vya kutosha katika kukijenga chama. Sisi viongozi tuliopo tunaanza kukarabati chama chetu. Kukarabati kuna gharama kubwa sana, na kama hamkuwa makini mnapokarabati, basi mnaweza mkavunja kabisa ikiwa hamkuwa makini. Na mfano mmoja kwa hapa Zanzibar, labda niwaambie, wakati lilipoanguka jengo la Betlehem, watu wakafanya haraka kwenda kulikarabati, matokeo yake likaboromoka na wengine wakafa pale. Sasa sisi viongozi wa CUF tuliopo sasa hivi hatutaki tufanye makosa katika kukarabati chama chetu, kwa sababu kuna wengine wanasema kwa nini uongozi uliopo haujaanza kufanya kazi. Lazima kufanya kazi ya chama, kuna mipango utakayoifanya ili iwe ni uongozi endelevu au ni mipango endelevu.
Ni juzi tu tumemaliza uchaguzi mkuu, lakini lazima tujipange baada ya matukio ambayo yametokea baada ya uchaguzi mkuu, lakini baada ya uchaguzi ndani ya chama chetu. Kwa hiyo kwa wale ambao kuwa wanaulaumu uongozi kwamba haujafanya kitu, naweza nikasema kwamba hawautendei haki uongozi huo, kwa sababu ikiwa kuna watu wameongoza zaidi ya miaka 20 chama hiki, lakini leo 2026 hatuna mbunge, hatuna mwakilishi. Lakini sio hivyo, hata ruzuku tunayoipata ni kutokana na madiwani wachache ambao kwa tumewapata. Halafu badala ya kumlaumu ambaye alikuwa anaongoza chama kakiweka katika mazingira mabaya, unamlaumu mtu ambaye anataka kuchukua chama. Naweza nikasema kwamba wanaokaa wakaulaumu uongozi huu, naweza nikatumia lugha moja, ni wajinga wa kisiasa. Ni wajinga wa kisiasa, kwa sababu kila kitu unatakiwa usome ulikotoka, ulipo na unapotaka kwenda. Kwa hiyo demokrasi inampa uhuru mtu yeyote kuamua analolitaka, alimradi havunji sheria. Kwa hiyo kwa wanachama waliotoka, sisi watakia heri. Tunaamini watakuja kugonga mlango siku moja ili warudi kwenye chama hiki kutokana na matukio tutakayofanya. Hatubahatishi katika siasa zetu. Na mimi naweza kukuambia kwamba msingi wa chama hiki wala sio siri kuzungumza. Sisi Wazanzibari hapa 99% ni Waislamu. Lakini jambo lolote utakalolianza, hata hawa Kristo wana sala yao wanayoisali, jambo lolote linaloanza kwa bismillah haliwezi likafeli. Naweza tukapata misukosuko ya kawaida, matokeo yake mkarudi katika hali yenu halisi. Kwa hivyo leo usingeshangaa kumwona Al-Makame au viongozi wengine ambao tuko nao ndio ambao kuwa wanaanza kukikamata chama. Ukiangalia historia ya marehemu Maalim Seif na wenzake namna walivyochukua kafu, lakini mpaka leo kafu